إن الحمد لله نحمده تعالى نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم إنا نعوذ بك من البدعة والضلالة أما بعد أحبابي في الله أولا أوصيكم مع وصية نفسي في اتقوا الله عز وجل فإن الفوز لا توجد إلا بتقواه كما بين لنا في كتابه الكريم بقوله إن للمتقين مفازا لتنزي الله baada ya kumshukuru Allah jalla wala na kuelekeza sana na salamu kwa kipenzi cha umma Muhammad sallallahu rabbi wa salamuhu alayhi. Mwanzo ya yote ambayo napenda kuanza nayo ni kuelekeza pia kwenu nyinyi, na kusahau kuhusia nafsi yangu katika swala zima la ucha Mungu, kwa sababu ucha Mungu ndio sababu ya kufaulu kwa mja katika mgongo wa ardhi, pia ndio sababu pekee itakayempelekea mja faulu mbele ya Allah jalla wala, kwa sababu ya Allah subhana tayari ameshatubainishia katika kitabu chake kitukufu kwa kauli yake, hakika ya wale ambao waliomcha Mungu, kwa maana wale ambao waliyefuata yale aliyotaka Allah jalla wala, waliyefuata yale ambayo aliyoyaamrisha Allah jalla wala, na wakaacha yale ambayo Allah jalla wala hayataki na ameyakataza yasifanywe, mafaza, hao ndio waliyefaulu mbele yake Allah subhana. Ahbabu fillah, amma khutubatuna al-yawm, khutba yetu ya leo kichwa cha habari chake kinasema al-buyu' biashara min al-ibadati, ni katika ibada. Al-buyu' biashara min al-ibadati, ni katika ibada. Fa inukhlisa fiha, madam ni katika ibada jambo la biashara, fa inukhlisa fiha, basi na tutafuta radhi za Allah katika biashara hizo tunazozifanya, tutakase nafsi zetu wakati ambapo tunafanya miamala, mafungamano ya kibiashara, kwa sababu ni katika ibada. Al-buyu' min al-ibadat, masuala ya biashara ni katika ibada. Fainukhlisa fiha, basi tutakase nia zetu, tuzifanye kwa ajili ya kutafuta radhi za Allah biashara hizo, ili mradi tuweze kupata malipo. Kwa nini tunasema biashara ni ibada? Kwa sababu ya ibada ni ismu jami, jina lililofunguka, jina lenye kukusanya likulli ma yuhibbu Allah wa yardahu, kwa kila kitu ambacho Allah jalla wa
na anakiridhia kinaingia katika ibada. Minal aqwali, iwe ni miongoni mwa maneno kwamba kitu hicho anakipenda Allah, anakiridhia maneno. Wal af'ali, na matendo kwamba kitu ambacho Allah anakipenda na kukiridhia katika hali ya matendo. Albatina wa dhahira, yawe matendo ya wazi au yaliyojificha, zile kauli za wazi au zilizojificha, maadamu Allah jalla wala anapenda kitu hicho, basi kinaingia katika ibada. Albuyu' min alibadati, biashara tunazozifanya ni katika ibada. Fa inna khalisa fiha, basi na tutafute radhi za Allah katika ibada hizo, tufanye kwa ajili ya Allah katika ibada hizo ili tupate malipo kwa Allah jalla wala. Ababu fillah, ama kitu ambacho tutakachokiangalia zaidi katika hutuba yetu hii, ambayo kichwa cha habari kinasema kwamba biashara ni katika ibada, basi tutafute radhi za Allah kwenye biashara hizo. Kitu kikubwa tutakachokiangalia, minal buyu'il muharramati, miongoni mwa biashara ambazo zimekatazwa, ni haramu kuzifanya. Biashara ni katika ibada, lakini kuna ambazo endapo tutakapozifanya tukauziana katika hali hizo, tutaingia katika makatazo ya Allah jalla wala, tutaingia katika makatazo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na hatimaye tukaingia katika kupata madhambi. Kwa hiyo kitu ambacho tunapenda kuanza nacho ni kuangalia maana ya biashara ni nini. Al-bay', biashara kisheria, wa mubadalatu mali bimali, ni kitendo cha kubadilishana, cha kufanya mabadiliko ya mali kwa mali nyingine. Likasudi tamalluk, kwa lengo tu la kumilikishana, kwamba mimi nimetoa mahindi, yule ametoa mtama, yule ambaye alikuwa na mahindi sasa namiliki mtama, na yule ambaye alikuwa na mtama sasa anamiliki mahindi. Kwa hiyo likasudi tamalluk, kwa lengo tu la kumilikishana, bima yadullu alayhi min siyaghil qawl wal fi'l, kwa kutumia njia ambazo zinajulisha juu ya biashara kulingana na mazingira ya eneo hilo. Iwe ni katika kauli ya kwamba tayari tumeshauziana, tayari mimi nimeshachukua, lakini ikawa zile kauli zinafungamanisha katika masuala ya miamala ya kibiashara katika maeneo yale, basi hii biashara au hali hii inahesabika ni katika masuala ya bei, masuala ya biashara. Huwa mubadalatu mali bimali, ni mbadilishano wa mali na mali nyingine. Babu fillah, ni maana ya biashara. Allah jalla wala anatuambia katika kitabu chake kitukufu juu ya masuala mazima ya biashara, alladhina yakuluna riba, wale ambao wanakula riba, la yakumuna illa kama yakumu alladhi yatahabbathu shaytanu min al-mas, wasimami isipokuwa kama anayesimama yule ambaye amepatwa na shetani kutokana na masi. Dhalika, hayo ni wanaoyapata watu hao wanaokula riba, biannahum qalu, kwa sababu ya wao walisema, innamal bay'u mithlu riba, hakika si vinginevyo biashara ni sawa sawa na riba, hakuna tofauti kati yake. Allah anasema, wa ahalla Allahu al-bay'a wa harrama riba, halushahidi, na amehalalisha Allah jalla wala biashara, na ameharamisha riba. Allah jalla wala amehalalisha biashara, lakini pia ameharamisha riba. Kitu tunachokiangalia albuyu' min alibadati, kauli yetu hii kusema kwamba biashara ni katika ibada. Miongoni mwa ushahidi unaotuthibitishia hilo ni kauli hii ya Allah jalla wala aliposema kwamba wa ahalla Allahu al-bay'a wa harrama riba. Allah jalla wala amehalalisha biashara, lakini pia ameharamisha riba. Inamaanisha kuhalalisha kwa Allah jambo fulani, hilo enapotakapolifanya jambo hilo alilolihalalisha Allah jalla wala, aliloliamrisha Allah kufanya ni katika ibada. Ndipo tuliposema kwamba al-buyu' min al-ibadati, biashara ni katika ibada. Wa ahalla Allahu al-bay'a wa harrama riba. Mtume sallallahu alaihi wasallam naye anasema, ya kuonesha kwamba biashara endapo tunapofungamana nayo katika hali ambayo imefuata mataratibu za kisheria, imefuata mwenendo wa kimaridhiano kati ya wafanyabiashara hao wawili au ziada ya wafanyabiashara, kunapatikana malipo ndani yake. Mtume sallallahu anasema, al-bay'anu bil
kwa khiari. Watu ambao wanaofanya biashara wawili huwa wanakuwa wamefungamanishwa na khiari, kuhiarika kati yao. Maadamu yatafarraq, maadamu wakiwa hawajaachana katika eneo hilo, inamaanisha kwamba biashara muhimili wake mkubwa ni kuhiarika wanaofanya biashara hiyo. Nimekuzia kwa kiasi hichi, nimekubali kununua kwa kiasi hicho, mkapeana malipo. Maadamu yatafarraq, maadamu hapo mpo mjatofautiana, basi hapa kuna angali kwa khiari. Endapo mtakapomaliza kufungamanisha na biashara, mmoja akaondoka, biashara tayari imeshapita. Al-bay'an bil khiyar. Wafanya biashara wawili wanafungamanishwa na khiyari, kukhiyarika kati yao. Maadamu yatafarraqa, maadamu wakiwa hawajaachana katika eneo hilo. Kitu tunachokiangalia al-buyu'u min al-ibadat. Biashara hizi ni katika ibada, basi tufungamane nazo vizuri katika miamala yetu ya kibiashara, ili mradi tunapata malipo ndani yake. Sababu fillah, kitu ambacho tulichosema tutakiangalia kwa ndani zaidi, miongoni mwa biashara ambazo zimekatazwa na Allah Jalla waala, zimekatazwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, mtu atakapozifanya biashara hizo atakuwa anaingia katika ukuba, ataingia katika adhabu ya Allah Jalla waala, kwa sababu tayari Mtume sallallahu alaihi wasallam ameshazitolea ufafanuzi biashara hizo hazifai. Ndicho tulichotaka kukiangalia. Miongoni mwa biashara ambazo Mtume sallallahu alaihi wasallam amezikataza ni biashara ya munabadha wal mulamasa. Biashara ya munabadha. Biashara munabadha ni nini? Tutakuja kuona. Wal mulamasa ni nini pia tutakuja kuona kwa kupitia kauli ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. An Abi Sa'id al-Khudri, kutoka Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, dazida Allah zimfikie juu yake, anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, hakika ya Mtume sallallahu alayhi wasallam zimfikie juu yake, na anil munabazati, amekataza juu ya biashara ya munabadha. Munabadha ni nini? Mtume sallallahu alayhi wasallam aliweka wazi kwa masahaba zake, mpaka Abu Sa'id al-Khudri na yeye anatuwekea wazi katika kauli yake hii aliyoileta, ambaye amenukuu kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam juu ya katazo la biashara ya munabadha. Anasema waya nayo rajuli thawbahu bilbari ila rajuli, ni kitendo mtu cha kutupa nguo yake kwa mtu mwingine kwa ajili ya kumuuzia. Kwamba mimi nimesimama juu ya meza, nimesimama katika eneo fulani, nikachukua nguo yangu, nikachukua bidhaa yangu, nikawa naionyesha kwa haraka, mtu ambaye atakayenyosha kidole, atakayejitokeza na mtu pia, biashara hii inaitwa munabadha, na Mtume sallallahu alaihi wasallam ameikataza. Na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amekataza Mtume sallallahu alaihi wasallam zimfikie juu yake anil munabadhati, kutokana na biashara ya munabadha. Munabadha nini? Wa yatulu ar-rajulu thawbahu bil bay'i ila ar-rajul, ni kurusha mtu nguo yake kwa ajili ya kuiuza kwa mtu mwingine, lakini kabla ayukalibahu, kabla yule ambaye alirushiwa bidhaa ile ili ainunue hajaigeuza biashara bidhaa hiyo, wala yanzura ilaihi, wala hajaitazama kwamba anarushiwa bidhaa, alafu kama ndio mafungamano ya kibiashara yameshafungika, endapo akishakurushiwa tu ameshika mkononi mwake bidhaa hiyo, itakuwa biashara imeshapita. Biashara hizi tunaziona sana katika miamala yetu ya kijamii, munabadha. Kwa hiyo biashara hii Mtume sallallahu alaihi wasallam ameikataza kutokana na madhara yaliyokuwa ndani yake, kutokana na mafsadi yaliyokuwa ndani yake. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaikataza. Biashara ni katika ibada, lakini tunapokuwa tunauziana katika mienendo kama hii, tutakosa zile fadhila zinazopatikana katika biashara hizo, na pia tutaingia katika adhabu za Allah Jalla waala. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam amekataza pia wal mulamasati, na biashara ya mulamasa. Wal mulamasa tu, ama mulamasa maana yake ni lamsu rajuli thawba, ni kitendo mtu cha kugusa nguo au bidhaa yote, wala yanzura ilaihi, wala iangalie kwamba zimewekwa bidhaa, mfano ni nguo, alafu mtu akaambiwa nguo yoyote utakayegusa hapo itakuwa ni yako kwa kiasi kadhaa, kabla hajaishika nguo hiyo kuigeuza, hajaangalia kwamba inanitosha au hainitoshi, hajaangalia hali halisi iliyokuwa katika nguo ile. Mbona waambie endapo utakapogusa hapo tayari biashara ishapita, hakuna mafungamano mengine kati yetu isipokuwa ni hayo tu. Kwa hiyo biashara hii pia inaitwa mulamasa, na Mtume sallallahu alaihi wasallam ameikataza biashara hiyo. Munabadha, biashara ya kutupa, ambayo tunaifanya kwa maana nyingi sana katika jamii zetu.
Linaonekana hata katika masoko yetu yaliyotuzunguka, unaweza kukutana na biashara kama hiyo. Mtu amekaa anatangaza biashara yake kiasi fulani, atakayonyosha kidole anaruhusiwa bidhaa ile. Hata ikikuta ina athari aina yoyote ile, akikuta ina mapungufu ya aina yoyote, hana haki ya kurudisha bidhaa hiyo, tayari ameshafunga biashara. Kwa hiyo hii munabaza Mtume sallallahu alaihi wasallam ameikataza. Ama biashara nyingine ni mulamasa, kitendo cha kumwambia endapo utakapogusa tu nguo hiyo tayari umeshainunua kwa kiasi kadha. Bidhaa hizo zinauzwa kiasi fulani, ukigusa tu tayari. Hiki ni kitendo cha mulamasa cha kugusa, na biashara hii Mtume sallallahu alaihi wasallam ameikataza. Al-buyu' min al-ibadat, biashara hizi ni katika ibada. Kwa hiyo nakhalisu fiha, basi tutafute radhi za Allah katika biashara zetu hizo, tutafute malipo kwa Allah kwa kupitia biashara zetu hizo. Ama miongoni mwa biashara ambazo Mtume sallallahu alaihi wasallam amezikataza ni atalaqi rukbana, man'u an talaqi ar-rukbana, katazo la kuivizia misafara ya kibiashara. Mtume sallallahu alaihi wasallam jambo hili pia amelikataza, kwamba tunajua eneo hili ndio la soko letu, lakini misafara inatokea pande za huko. Sisi tukatafuta sehemu ambapo tukisimama pale tunaweza tukaupokea msafara kabla ya kuingia sokoni, na wasijue bei husika ya sokoni katika siku hiyo. Alafu tunafanya tendo hilo, jambo hili linaitwa ni kuvizia misafara ya kibiashara. Mtume sallallahu alaihi wasallam amekataza. Kipi ambacho kinachofanyika ndani yake? Kwamba tunawasubiri pale ili mradi tumpate kuwanunuza kwa bei ambayo tutakaitakasie, na wao watashindwa kujua bei ya soko ya siku hiyo, kwamba sokoni mkungu wangu wa ndizi leo unauzwa shilingi ngapi. Anashindwa kujua, mimi nishamvizia kule unauzwa shilingi 3,000, mimi nitamwambia 1,500 kule, na kusanya 1,500 na kuja kuuza. Hujamfuata shambani kwake, umeenda kuuvizia msafara ili mradi asiweze kuingiza mwenyewe biashara yake sokoni, akajua bei halisi ya siku ile, akapata faida zinazopatikana katika bidhaa yake ile kulingana na bei iliyokuwepo katika siku ile. Basi bidhaa hii au biashara hii Mtume sallallahu alaihi wasallam amekataza, na amesema ni kuivizia msafara. Ushahidi ni hadithi ya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, hakika ya Mtume sallallahu alaihi wasallam zimfikie juu yake amesema, la talaqau rukbana, msivizie misafara, kwamba msafara wa kibiashara unatokea pande fulani, sisi tukaenda kujiweka karibu ya hapo, kwamba leo siku ya soko Alhamisi mapema kabisa tukajiweka kule kwenda kuvizia misafara ili mradi tukanunue bidhaa hizo kwa bei chini, alafu sisi tuje kuuza kwa bei ya soko. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema msivizie misafara. Lakini biashara nyingine akasema, wala yabiu ba'dukum ala bei ba'd, wala siuze baadhi yenu juu ya bei ya watu wengine. Biashara hii nayo inaweza ikapatikana katika jamii kwa namna moja ama nyingine, kuuza mtu juu ya bei ya mwenziwe au kununua juu ya ununuzi wa mwenziwe. Ni vipi? Mfano, wafanya biashara wawili hapo katika eneo moja, amekuja mteja kwa mmoja kati ya wafanya biashara hao, baada ya kufunga naye biashara kwamba kitu hichi nitakinunua kwa thamani hii, akatokea huyu mwingine hapo hapo akamwambia, mimi nitakupa kilichokuwa bora zaidi kwa thamani hiyo hiyo, au mimi nitakupa kilichokuwa bora zaidi lakini kwa thamani iliyokuwa chini zaidi. Wala yabiu ba'dukum ala bei ba'd, wala siuze baadhi yenu juu ya biashara ya mwingine au bei ya mwingine. Nimeangalia mwenzangu kauza kiasi hichi, mteja yule nataka nimfanyie ifsadi kwa mwenzangu, nimfanyie fitna kwa mwenzangu, atoki kule aje huku, nitamwambia mimi nakuuzia hiyo nguo kwa shilingi 500 ikiwa mwenzangu ameshapatana naye shilingi 800. Hii inakuwa ni katika mafsada kati ya jamii kwa namna moja ama nyingine, ni kutengeneza mifundo kati ya wafanyabiashara hayo. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema biashara hii haifai, wala yabiu ba'dukum ala bei ba'd. Kwa hiyo biashara ya kwanza amekataza watu wasivizie misafara. Biashara nyingine Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema watu wasiuze juu ya kumwangalia mwenziwe kauza kiasi gani, alafu akataka yeye apunguze au alete kilichokuwa bora zaidi, ili mradi yule mwenziwe asipate faida ile, ili mradi yule mwenziwe asipate kile ambacho alichokuwa anakitarajia kukipata kutoka kwa yule mteja. Lakini vile vile mtu kununua juu ya ununuzi wa mwenziwe. Umemkuta mwenziwe anafunga biashara juu ya jambo fulani, nguo mathalan, yeye tayari ameshafika na yule fanya biashara, nitanunua kwa shilingi 2,000. Wanakubaliana, wewe unakuja unamwambia kwamba shilingi 3,000 hii hapa, nipe hiyo nguo. Hii ni kununua juu ya ununuzi wa mwenziwe. Mtume sallallahu alaihi wasallam pia ameikataza biashara hiyo.
Lakini Mtume sallallahu naye akasema wala tanajashu, wala msiuziane kwa najashi. Kuuziana kwa najashi ni kuzidisha katika bidhaa ambayo hutaki kuinunua. Biashara hii nayo Mtume sallallahu amekataza kwamba wewe kazi yako umekaa katika eneo fulani ni kupandisha tu ile bidhaa, kwamba mwenyewe akisema shilingi kadhaa wewe unajifanya pia upo katika ile bei, ama shilingi kadhaa ili mradi ipande ile bei ifikie daraja ambalo lilokuwa la juu sana, aidha kwa kumpa faida huyo muuzaji na kumdhuru huyu ambaye anayenunua bidhaa hii au biashara hii. Pia Mtume sallallahu alaihi wasallam amekataza. Lakini Mtume sallallahu alaihi akasema wala yabiu hafiru libadi, wala asiuze mtu wa mjini kumuuzia biashara ya mtu wa kijijini. Ni jambo ambalo kuliangalia zaidi katika safu za Kiislamu, kwamba wewe kazi yako umekaa mjini tu, kwamba ni simsara dalali, unachosubiria mizigo itokee vijijini. Mtu amekuja na mzigo wake pale, unamwambia hapo sasa lete huo mzigo nikuuzie mimi. Lengo lako kwamba upate cha juu kupitia bidhaa ile. Hii ina mafsada ndani yake. Miongoni mwa mafsada kwamba unaweza ukamchelewesha zaidi yule ambaye alikuja kuuza bidhaa yake. Mwenyewe kashapanga, labda naweza nikaja kuuza mkungu wangu wa ndizi 500, 1000, lakini wewe utataka uze 1500, 2000 ili upate faida. Kulingana na hivyo basi bidhaa itakaa kwa muda mrefu zaidi, kwa kiasi ambacho yeye atapata madhara kwa namna moja ama nyingine. Kwa hiyo wala yabiu muhadhirul libadi, wala mtu wa mjini asiuze biashara ya mtu wa kijijini. Yani asiwe ni dalali kwamba yeye amekaa kazi yake kusubiri mzigo wa mtu auze kwa bei ya juu zaidi kuliko ile anayotaka mwenyewe ili apate kile ambacho alichokikusudia. Biashara hii pia Mtume sallallahu amekataza. Lakini katika hadithi hii pia Mtume sallallahu akakataza aina nyingine ya biashara kwa kusema wala tusarru al-ibla wal ghanama, wala msilimbikize maziwa kwa ngamia wala kwa mbuzi. Hii ni biashara kwa wale wanaouza wanyama, kwamba mtu ana mnyama wake anataka kumuingiza sokoni, anichokifanya ndani ya siku 3, 4, 5 anaacha kumkamua maziwa ili aonekane kwamba kile kiwele kimebeba maziwa mengi. Mtu akimuona amuone huyu mnyama anatoa maziwa mengi sana, mbuzi huyu anatoa maziwa mengi, ngamia huyu, ng'ombe huyu wana maziwa mengi, kulingana na ile hali yeye aliyoifanya ya kumlimbikiza maziwa yule mnyama. Mtume sallallahu amesema biashara hii pia isifanywe. Wala tusallu al-ibla wal ghanama, wala msilimbikize maziwa kwa mbuzi, kwa ngamia, pia msilimbikize maziwa kwa mbuzi. Mtume sallallahu akasema wamanibtaha, na yule ambaye atakayemnunua mnyama huyo, mbuzi kalimbikizwa maziwa, ng'ombe kalimbikizwa maziwa, au ngamia kalimbikizwa maziwa, akawahi kumnunua mnyama huyo, fa huwa bi khairin nadharain, huyo atakuwa na hiari kati ya jambo moja miongoni mwa mambo mawili. Jambo la kwanza, baada ya kumkamua mtu huyo atakuwa na hiari kati ya mambo mawili. Ima inadhia, endapo akimridhia mnyama huyo kwamba mimi nimemkamua mnyama, nimemwona kwamba huyo mnyama hana sifa hiyo ya kuwa na maziwa mengi, ng'ombe hana sifa hiyo ya kuwa na maziwa mengi, nikaona hivyo sasa, endapo atakapomridhia mtu huyo amsaka, basi atabaki nayo. Ukiridhia kubaki katika hali hiyo kwamba mbuzi tayari ameshaonesha hali ya kuwa hana sifa ile ambayo ulomnunua kwa sifa hiyo, siku 2 tumemkamua, kiwele kimerudi katika hali yake kwamba maziwa hana vile ulivyokusudia, ukaridhia, basi utabaki naye, hakuna shida juu ya hilo. Lakini wa insahitaha, endapo mtu huyu atakapomchukia sasa, hamtaki kwamba huyu amenipiga kwenye biashara hii, amenidhulumu huyu, sasa atakufanya radaha, basi mtu huyo atamrudisha mnyama huyo kwa saa min tamri, ataregesha na kibaba cha tende kwa kufidia yale maziwa ambayo aliyachukua kutoka kwa mnyama yule. Kikubwa katika hadithi hii tumeona miongoni mwa biashara zaidi ya 5 ambazo Mtume sallallahu alaihi wasallam, miongoni mwa biashara hizo Mtume alizokataza kuvizia misafara, kitu ambacho kwenye jamii kinafanyika. Unakataa mtu asifike sokoni akauza bidhaa yake kwa bei ya siku ile, ukamvizia uko alipo. Hii ni biashara ya ghushi. Mtume sallallahu alaihi wasallam ameikataza, kuna udanganyifu ndani yake. Ama vile vile Mtume akakataza biashara ya mtu juu ya biashara ya mwingine, bei ya mtu juu ya bei ya mwingine. Mwenzio anafunga naye biashara ya mtu fulani hapo, leo ukaona ufanye fitna kwa mtu yule ili aje kwako, ukaamua kupunguza bidhaa yako, au ukaamua kutoa bidhaa ile kwa bora zaidi kwa kima kile kile. Vile vile biashara hii Mtume amekataza. Ama nyingine ni najashu, biashara ya najashu, wala tanajashu,
biashara ambayo mtu yeye kazi yake ni kuongeza bei au kuzidisha gharama ya bidhaa fulani, lakini hana lengo la kuinunua bidhaa hiyo. Yeye lengo lake alete faida kwa yule ambaye anayeuza bidhaa ile, na vile vile apate madhara huyo ambaye anaenda kuinunua bidhaa hiyo. Na vile Mtume sallallahu alayhi wasallam akakataza biashara ya mtu wa mjini kuuza bidhaa ya mtu wa kijijini, kwamba asiwe dalali wake. Haimaanishi kwamba hakuna kuwakilishana katika masuala ya biashara, hapana. Masuala ya kuwakilishana yapo. Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa anawaambia baadhi ya masahaba anaenda kumnunulia mbuzi kwa ajili ya vichinjo na mengineyo. Kwa hiyo kuwakilishana kwenye biashara yapo masuala hayo. Isipokuwa kilichokataliwa kwamba wewe umejiweka kazi yako ni hiyo, unasubiria mzigo utoke kijijini mtu aje nao, alafu yeye asiuze mwenyewe, wewe ndio ubaki nao ili mradi uuze kwa kiasi ambacho ulichokitaka wewe. Bidhaa hii au biashara hii Mtume sallallahu alayhi wasallam ameikataza. Vile vile akakataza biashara nyingine katika hadithi hii, ni biashara ya kulimbikiza maziwa kwa mnyama, awe ni mbuzi, awe ni kondoo, awe ni ng'ombe, kwa kusema kwamba aonekane anatoa maziwa mengi. Biashara hii pia Mtume sallallahu alaihi wasallam ameikataza. Ahbabu fillah, albuyu, mafungamano yetu ya kibiashara ambayo tunayofanya katika jamii, minal ibadati, ni katika ibada. Sasa kinachotakiwa tutake radhi za Allah katika ibada hizo, ili mradi tunapata malipo. Kwa maana biashara nafanya asbabi ya kufanya baadhi ya harakati zangu, lakini pia unapata malipo ndani yake. Kinachotakiwa kifanyike ni kutafuta kufanya ikhlasi. Wanafanya biashara hii kwa radhi za Allah jalla waala. Miongoni mwa hayo kwamba ni kuachana na biashara hizi ambazo Mtume sallallahu alaihi wasallam amezikataza. Biashara ya kwanza tuliyoiona ilikuwa ni munabadha na mularasa, na pia tukaona biashara nyingine kuvizia misafara ndani yake, tukaona biashara nyingi zinginezo ambazo ni kuuza mtu juu ya bidhaa mwenziwe, kulimbikiza wanyama na mengineyo. Biashara hizi zote Mtume sallallahu alaihi wasallam amezikataza, nasi tujizuie nazo ili mradi tunapata faida ya kuendesha harakati zetu katika maisha ya kidunia, lakini pia tunapata faida kwa Allah jalla waala ya thawabu kutokana na mfungamano tunayofanya katika biashara hizo. Aqulu qawli hadha, astaghfirullah li wa lakum, ud'u rabbakum wa antum muqinuna bil ijabati. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'da. Ahbabu fillah, baada ya kumshukuru Allah jalla waala na kuelekeza sala na salamu kwa kipenzi cha umma Muhammad sallallahu alaihi wasallam alayhi, tunaendelea na hutuba yetu ya pili ambayo inaongozwa na kichwa cha habari kinachosema biashara ni katika ibada. Basi tuzifanye biashara zetu kwa ajili ya kutaka radhi za Allah, tupate faida juu ya ibada hizo. Ama tuliangalia katika hutuba ya kwanza baadhi ya biashara ambazo Mtume sallallahu alaihi wasallam amezikataza, ni biashara za haramu. Ama katika hutuba yetu ya pili hii tutaendelea pia kuangalia biashara zinginezo ambazo Mtume sallallahu alaihi wasallam pia amezikataza, kulingana na mafsada yanayopatikana ndani yake, kulingana na udanganyifu unaojitokeza ndani ya biashara hizo. Ama miongoni mwa biashara hizo ni bai'u tamarati, ni biashara ya matunda kabla buduwi salahuha, kabla ya kudhihiri ukomavu wake. Biashara ya matunda shambani kabla ya kudhihiri ukomavu wake, Mtume sallallahu alaihi wasallam amekataza kwamba wewe una maparachichi ndio kwanza ametoka kwenye maua yanaanza sasa, ukamleta tajiri kwamba mimi nauza hii, mkafanya mafungamano ya biashara katika hali ile, Mtume sallallahu alaihi wasallam biashara hii amekataza. Ushahidi ani ibn Umar radhiyallahu anhuma, kutoka Abdullah ibn Umar radhiyallahu zafikie juu yao, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hakika ya Mtume sallallahu alaihi wasallam zimfikie juu yake, na amekataza anbai samarati, kutokana na biashara ya matunda, hata yabdu wa salahuha, mpaka udhihiri ukomavu wake. Na albai'a, katika biashara hiyo Mtume amemkataza albai'a, muuzaji, walmushtari, na yule atakayenunua biashara hiyo. Amekataza Mtume sallallahu alaihi wasallam biashara hii. Biashara gani? Biashara ya kuuza matunda yakiwa bado machanga, hayajakomaa. Mtume sallallahu alaihi wasallam amekataza biashara hiyo. Amemkataza muuzaji na albai'a, muuzaji wa biashara hiyo Mtume amekataza, na vile vile yule mnunuzi wa biashara hizo Mtume sallallahu alaihi wasallam amekataza. Ni jambo la kuliangalia katika jamii, mafungamano yetu ya kibiashara yanaenda katika mifumo gani?
Miongoni mwa biashara ni biashara hii, inadhihiri sana katika jamii. Kwa matunda ndio kwanza anaanza kusema machungwa. Madogo bado kabisa hajafikia hatua yoyote ya kusema chungwa hili litakomaa, unamleta mtu na kuuziana biashara hiyo. Mtume sallallahu amekataza juu ya biashara hiyo. Lakini pia kutoka kwa Anas bin Malik radhiyallahu anhu anasema anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hakika Mtume sallallahu alaihi wasallam zimfikia juu yake, na an bai'i thimari hatta tuzhi, amekataza biashara ya matunda hatta tuzhi, mpaka yafikie hali ya kukomaa. Kila kukasemwa, yani maswahaba wakamuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, wama tuzhi, ulivyosema maana hatta tuzhi, mpaka matunda afikie hali ya kukomaa. Kukomaa kwenyewe unamaanisha vipi Mtume sallallahu alaihi wasallam? Mtume akasema hatta tahamarra, mpaka afikie matunda yanaonekana hali ya kuwa ni jekundu, kwamba tunda sifa yake likikomaa linakuwa jekundu, kwa hiyo mpaka liwe jekundu, au tasfarra, au liwe la njano, kwamba matunda mengine sifa yake likikomaa linakuwa la njano, basi mpaka ifikie hali hiyo. Ndio maana ya tuzhi. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawa amewabainishia maswahaba zake juu ya kukomaa kwa tunda, ili mradi wasije wakauziana biashara hizo katika hali ambayo biashara hiyo au tunda hilo halijafikia hali yake ya kukomaa. Wala Mtume akasema, baada ya kutoa ufafanuzi huo, akasema araaita, hivi unaonaje, idha mana Allahu samarata, endapo ikitokea Allah akayazuia matunda yale, aidha kwa kupata maafa, kupata magonjwa, baridi limezidi katika machungwa kiasi ambacho yamepukutika machungwa yote, maparachichi yote yameanguka, ikatokea hali kama hiyo, unaonaje? Bima, kwa kitu gani au kwa nini? Yastahilu ahadukum mala akhihi, ana halalisha mmoja wenu biashara mali ya ndugu yake. Bima, kwa sababu gani? Yastahilu ahadukum, anajihalalishia mmoja wenu mala akhihi, mali ya ndugu yake. Yani kama Mtume sallallahu alichotaka kuonesha miongoni maafa yanayopatikana katika biashara kama hii au biashara zinazofanana na mwenendo huu, akasema hivi unaonaje endapo ikitokea Allah ameleta maafa katika biashara hiyo, matunda yote yakaanguka katika hali hiyo, hajakomaa? Inakuwaje Muislamu anajihalalishia mali ya mwenziwe pasi na uhalali, kwamba wewe tayari umeshachukua pesa, umeshachukua mali kulingana na shamba lako hilo au matunda yako hayo kabla ya hapo, sasa baadaye yakatokea maafa katika matunda hayo, unajihalalishia mali ya mwenzio pasi na uhalali. Kutokana na hali hii Mtume sallallahu alaihi wasallam akakataza. Ni moja katika biashara al-muharram ambazo Mtume sallallahu alaihi wasallam amezikataza kwa maana biashara za haramu. Na tukumbuke kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam wama yantiqu anil hawa, atamki kulingana na matamanio ya nafsi yake, in huwa illa wahyu yuha, ayawi yale ambayo anayasema isipokuwa ni wahi. Kwamba hizi ni hadithi za Mtume zikikataza baadhi ya biashara, lakini ni wahi kutoka kwa Mola wake. Na maanisha utakapofungamana na moja kati ya biashara hizi tulizozitaja na zinginezo miongoni mwa biashara za haramu, utakuwa tayari umeshaingia katika mlango wa adhabu mbele ya Allah. Ababu fillah, biashara hizi ni katika ibada. Biashara tunazozifanya katika mgongo wa mazingira yetu ya kijamii, katika mafungamano yetu ya kijamii, ni katika ibada. Kinachotakiwa tuangalie namna nzuri ya uendeshaji wa biashara zetu, ili tupate faida mbele ya Allah, tupate faida katika hali zetu za kimaisha ya kidunia, na mbele ya Allah tupate faida vile vile. Lakini kinyume na hivyo, itawezekana kwamba biashara yako ikawa isikunufaisha hapa katika mgongo wa ardhi, na mbele ya Allah usipate manufaa yoyote. Kwa sababu gani? Kwa sababu umeingia katika biashara ambazo Mtume sallallahu alaihi wasallam amezikataza, ambazo Allah jalla wala ameziandalia adhabu biashara hizo. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. اللهم اهدنا صراطك المستقيم، اللهم اهدنا صراطك المستقيم، اللهم اجعل لنا سهولة في كل خير، اللهم اجعل لنا سهولة في كل خير. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم ألف قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا واجمع كلمتنا وانصرنا على من هادانا برحمتك يا أرحم الراحمين. أقم الصلاة. الله أكبر. الله أكبر.
أشهد أن لا إله إلا الله